Siku kama ya leo ni yule mwizi alifunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujue unapenda kusherehekea, unasherehekea mwizi kufunguliwa, sio Yesu kuzaliwa. Sawa? Amen. Haleluya. Kwa majina naitwa Pastor Caleb, nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla tuingie katika topic, kuna siku moja tulikuwa hapa na revival, dada fulani alikuwa reverend, akatufunza hapa kitu moja, akatuambia unaposimama ukumbini mwa watu jitambulishe. Haleluya. Jitambulishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi naitwa Pastor Caleb. Haleluya. Na niko na mke na watoto. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninahudumu kwa madhabahu kwa neema ya huyu Yesu. Jambo la kwanza kabla niingie katika ujumbe wa siku ya leo, niko na mambo mawili matatu ya kuzungumuza, alafu tuingie katika ujumbe na tumalize tuende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha kuna watu wawili. Katika haya maisha tunaishi kuna watu wawili. Mtu wa kwanza atatuma kwako kwa njia ya kiroho, na mtu wa pili atatuma kwako kwa njia ya mambo yanayoonekana kwa maisha nje. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu wa kwanza atatuma kwako kukusaidia kwa mambo ya kiroho. Mtu wa pili atakuja kwako kukusaidia kwa mambo ya maisha ya kawaida ambayo tunaona kila mtu. Haleluya. Kwa hivyo sisi ambao tunaishi katika ulimwengu huu, Bwana Yesu asifiwe sana, kila mmoja yuko na ule mtu ambaye Mungu alimtumainia, alitumana kwake kwa ajili ya kumsaidia kwa safari aidha ya mambo yanayoonekana kwa macho ya nje ama katika mambo ya kiroho. Kwa hivyo tuna wengine hata sisi wanandoa, Bwana Yesu asifiwe sana, tulioa ama tuliolewa, lakini kupitia hiyo ndoa ndiyo tunazaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kuendelea kuzaa, aidha mume ama mke, kati yao hao watu wawili kuna mtu mmoja anasaidia mwingine katika masuala ya kiroho. Haleluya. Kwa hivyo usipokaa vizuri uelewe ni nani huyo niko naye, unaweza poteza kila kitu. Unaweza fikiria ni mke kawaida kama mke mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe amebeba vitu viwili tofauti. Haleluya. Kwa hivyo penda kujua sana ni nani ambaye uko naye na unatembea, unafanya nini na yeye. Kuna watu wengine aidha alikuja kwako ama ulienda kwake. Huenda alikuja kwako akukwamue mali fulani, aidha spiritual life or physical life. Ama wewe ulienda kwake umkwamue mali fulani, aidha spiritual life or physical life. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mlipokutana ni kipi ama ni faida gani umeongezea huyo mtu? Tumeanza Januari, leo tarehe 25 Disemba mwaka 2025. Ulipokutana na huyo ndugu ama huyo dada ama huyo rafiki, mtu yeyote, ulikutana na yeye kwa njia tofauti, ni mangapi ama ni jambo lipi mumekwamuana aidha kwa linaloonekana kwa macho ya nje ama katika mambo ya ulimwengu wa kiroho? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaporuka mwaka uelewe, huyu ndugu yangu ama huyu rafiki alinikuta nikiwa hivi, lakini mwaka huu mpya nimefika kiwango kingine. Haleluya. Ama ulimkuta akiwa hivi, lakini kufikia sasa nimesaidiana ama kwa neema ya Mungu amefika mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Nipate vizuri. Haleluya. Nipate vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka katika msimu huu wengi huenda ulikuwa nao na unaenda kuachana nao, ama wengi haukuwa nao na unaenda kukutana nao. Lakini chunga sana asiingie akabadilisha ama akaondoa. Ni vema aingie aongeze kile ambacho hakikuwemo kizuri kiongezeke zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua nisi watu wakubwa unaelewa ni kipi ambacho nakuzungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So katika hilo simizo
na najua Mungu anatubariki, atatuinua. Nilipotoka hapa nikaenda mission, kazi ya Mungu mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliporudi hapa kwenda katika wengine tumesaidiana kimwili, katika wengine tumesaidiana kiroho, lakini nataka nizungumzie kwanza kwangu mimi, faida yangu ama kusaidika kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwenu nyinyi na kwa yule ambaye hayuko hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nizungumzie kama mimi as a personal, maisha ya kawaida, wakati nilirudi na wakati niko na vile nilivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa unielewe ni kipi ambacho nimezungumzia vile nilianza. Tutakutana kuwili, lakini katika hiyo kuwili niko na msaada wako kwa njia moja, aidha wa kawaida ama wa kiroho. Wakati tuliporudi, Mungu akatupatia ufunuo mimi na mke kule nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule ufunuo ukakuja kwa njia ya msaada fulani, kwa njia kusaidika kwa njia tofauti kuhusu yale maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufikia hapa nimesimama, yale maono yametimia, ni yanaonekana kwangu na kwa wengine ambao nilishare na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Nilipofika hapa baada ya kupata haya maono, nilipata haya maono kabla niingie hapa. Nilipoingia ile maono yakaanza kudhihirika, hadi wa sasa yanaonekana waziwazi. Nazungumzia maisha ya kawaida ya mwanadamu anayeishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nilipokuwa pale nyumbani pale, sikukuwa mtu. Kuna watu ambao wamekuwa hapa nikitoa ushuhuda la Sunday. Kuna vile nilikuwa, ndugu anaweza kuzungumzia, I think Pastor Uma na Evangelist Gospel na Evangelist Shine, I think tulishare na wao, ndiposa maono akatimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haswa anataka kushukuru sana wakati ulipokutana. Kuna wengine tulikutana kimwili, wengine wataona hivyo, lakini kwa mwingine anayeelewa safari hii ilitoka wapi, nienda wapi, ataelewa mambo haya kwa undani kwa njia ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kunao ndugu ambao tuko nao na wanakuja zaidi kwangu. Mimi nimesaidika kwa wao, na kupitia wao kulikuwa na mwanzilishi wa hizo vikundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na mwanzilishi wa hicho kikundi. So kuna uwezekano unaweza nisaidia leo, lakini nikose kujua umuhimu wa msaada wako wewe kwangu, lakini mwingine kupitia mimi ambaye nimesaidika kwako nitasaidia mwingine, na yeye na yule mwingine ataleta huo ushuhuda kwa niaba yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nilipofika hapa nikapata kampuni ilikuwa inaitwa Heavenicon Contractors. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusema kweli mimi kwa maisha ya kawaida nimesaidika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumza kwamba hiyo kampuni kuanzisha haikuanzishwa kwa msaada wa mwanadamu, ilianzishwa kwa utukufu wa huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuanzishwa kwa faida ya mwanadamu, ile ilianzishwa na maono na utukufu wa huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumzia maisha ya kawaida ya kiroho. Tunaona hapo tumesimama, tunaona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwema. Mimi nimesaidika sana pakubwa. Maono yanatimia na jinsi yalionekana yanazidi kutimia na yanazidi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. So God bless you, na Mungu awabariki sana, na Mungu awainue. Kwa hivyo siku ya leo